TRA. Huwezi kupata weledi kama hata viongozi wenyewe hawana weledi. Watumishi pia viongozi pia ni watumishi. Kwa hiyo DHRA huu mpango naamini utashuka chini utaenda mpaka kwa watumishi. Na nataka niwahakikishie walipa kodi wote kwamba tutaendelea kujenga uwezo wa watumishi wa Mamlaka ya Mapato Tanzania, kuanzia viongozi mpaka watumishi wa chini, ili waweze kutoa huduma bora kwa walipa kodi, lakini muhimu zaidi watende haki kwa kufanya maamuzi ya kodi ambayo yanaendana na misingi ya sheria na misingi ambayo imewekwa. Kuwa na uniformity kwenye maamuzi tutakayoyafanya, kuwepo kwa mikoa yote, na mtazungumza mambo yanayohusu maamuzi ya kodi. Kuna lenga kuhakikisha maamuzi yanayotolewa Mwanza kwa sheria zile za kodi za ndani lazima yafanane na yanayotolewa Shinyanga, yanayotolewa Tabora, yanayotolewa Ilala, yanayotolewa maeneo yoyote. Na hili linaendana na kuwa na good tax system ambayo inataka kuwa na predictability ya mfumo wa kodi. Na predictability ya mfumo wa kodi inaendana na consistency ya interpretation na application ya sheria za kodi. Mnachokifanya hapa kinakwenda kuhakikishia walipa kodi kwamba hawatasema watu wa Dar es Salaam wanapendelewa, hawatasema watu wa mikoani wanaonewa. Wote watakuwa treated sawa sawa. Kwanza watoe elimu kwa watu wale wasiokuwa na elimu. Sio kila mtu mwenye elimu, si ndio? Ilitakiwa watoe elimu kwa watu wale wa chini ili waweze kuelewa maana ya TRA na maana ya kulipa kodi. Kwa hiyo wasipotoa elimu wakawa wanaenda kudai kama kodi kwa kufunga, inakuwa kama wale watu wa chini wanaona kama wanaonewa. Kwa hiyo itabidi watoe elimu, then after wakishatoa elimu ndo maamuzi yaendelee, kwa sababu wameshatoa elimu na wameshaelewesha maana ya kulipa kodi na wameelewa. Kwa hiyo wale watu hata wakifungiwa watakuwa wameshaeleweshwa nini maana ya kulipa kodi. Kwamba kikubwa ni elimu itoke kwa wingi, ili sisi wafanyabiashara, kwa sababu uelewa wangu na wa mtu mwingine ni uelewa tofauti, lakini watakapokuwa wanafikia wafanyabiashara makundi yote na kutoa elimu ile, itatufanya sisi kutoa kodi. Unajua jambo la kutoa kodi sio kwamba ni gumu kwa wafanyabiashara. Kikubwa watu wengi cha kwanza ndio hawana elimu ya namna gani, apite njia gani, aende wapi. Kwa mfano jengo la TRA mole, vyumba ni vingi, sehemu ni nyingi. Mfanya biashara anafika pale, anakaa labda kuanzia saa 3 asubuhi, anatoka saa 10, saa 11. Kwa hiyo kuna muda anakata tamaa. Kwa hiyo endapo tutapata elimu nzuri ni namna gani, tupitie njia gani tuweze kodi inapatikana tu, na sisi wafanyabiashara wa Mwanza tuko tayari kuwa walipaji kodi wazuri. Bongo Play TV.